BMP TV Professional Update. Welcome ndugu mtazamaji wa BMP TV Online, bado tunaendelea kukupasha habari ambazo zinatoka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na kutangaza dunia kwa ujumla. Huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususani Kivu Kaskazini pamoja na Kusini na huko Tanganyika. Msomaji wako ni Mr. Orange. Subscribe, like pia na comment, na hivyo utakometisha zaidi kila wakati na kila saa utakuwa unapata update zetu za moto. Kwanza ni muktasari wa habari. Matukio ya kivita na mahatia ya wanajeshi DRC. Mafuriko makubwa kutokea huko Kalemi. Katika taarifa yetu maalum kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hali ya usalama inaendelea kuzua taharuki katika maeneo ya mashariki mwa nchi baada ya tukio la kusikitisha kuwahusisha baadhi ya wanajeshi waliokuwa wakikimbia mapigano kutoka Goma na Bukavu. Wanajeshi hao waliotoroka uwanja wa mapambano walihamishwa katika jimbo la Equateur kwa ajili ya usalama na utulivu wa kijeshi. Hata hivyo, mara baada ya kufika mjini Equateur, walipewa na mkasa ambapo radi iliwapiga na kumuua mmoja wa wanajeshi hapo. Tukio hilo lilizua hasira kali miongoni mwa mwenzao ambao walijibu kwa hasira na kuanzisha mashambulizi dhidi ya raia katika maeneo ya karibu. Kutokana na hali hiyo, mamlaka ya kijeshi ya taifa ilichukua hatua za haraka kwa kupeleka wanajeshi kutoka Kinshasa ambao walikamata wahusika wa fujo hizo. Singa ya. Singa busa rapide kuna. Wo bayo. Bana nena se fata. Mwamba. Singa nano yesate bafanda. Yoko tika lao Baba bien. Yaka kutaka kwa Hapa singa pona. Jeka ngwana sala boyo. Tika leo sawana. Kongola Simba la kwe. Simba la kwe. Kongola. Yo Simba wa tika no. Ado chef. Pesa no ro chino. Nangana esi.
Fungula bien. Wanajeshi hao walichukuliwa hadi maeneo ya Kotakoli na kisha kupelekwa Yangenga ambako walipelekwa jela ya Ngenga. Katika uamuzi wa mahakama ya kijeshi walihukumiwa kifungo cha miaka 20 jela kwa kosa la uasi na mauaji ya raia wasio na hatia. Hii ni tukio linaloonesha changamoto kubwa zinazolikumba jeshi la DRC katika kudhibiti nidhamu ya baadhi ya wanajeshi wake hasa wakati wa mivutano ya kivita. Bado tunaendelea kufuatilia kwa ukaribu maendeleo ya hali ya usalama mashariki mwa DRC, huku tukio na matukio ya kurejea kwa amani ya kudumu. Twende huko Kalemi katika kijiji cha Kamare ambako hivi karibuni hiyo juzi kulitokea mafuriko makubwa sana katika bandarini ya huko Kamare ambayo ilizua mambo mengi sana na kufanya matukio ambayo si ya kawaida na watu wengi kufariki wasiokuwa na idadi na vitu vingi kuharibika huko katika jiji la Kalemi. Kwa hiyo full video ziko kwa hapo chini, fuatilia update za BMP TV Online ambao wanazidi kila wakati kupasha habari zinazotoka huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na kuta nne za dunia. Ndio poro ile poro inaenda yote. Nguye make na yala mubaya. Kama nyumba huko kama areni dosie. Vitu vinaozuka sasa hivi kwa huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Maafisa wanaoendesha operesheni katika sekta ya pili ya eneo la Uvira wote wamekumbwa na rushwa. Wamesababisha vifo vya wanajeshi kadhaa wa FARDC na wanaendelea kushinikiza kuondolewa kwa wapiganaji wa wazalendo kutoka mstari wa mbele. Na hivyo kama jibu, wazalendo wanaendelea kuimarika na wapiganaji wengi zaidi wanaelekea Uvira ili wasikamatwe kwa mshangao. Adui sasa ametambua kuwa Uvira ndio ufunguo ya kushindwa kwake. Wakati ya kikao hiyo kesho tutakuwa na fursa ya kuweza kuwaoji, lakini hapa hata tutani mmoja wa kundi hizi za wazalendo
Ameli hapa tuko na mkuu kiongozi wa kundi na sote kisha mkuu komandiko tuko na ndani ya Ameli, tuko na mkuu kiongozi wa kundi la wazalendo ambaye anaitwa Makanati, tuko na ndani ya Ameli hapa na kiongozi yake, tuko na mkuu kiongozi wa kundi ambaye ni Rene Kasikira, Rene Itongo Pito, Rene Itongo tuko na ndani ya Ameli, tuko na mkuu kiongozi vile vile wa Ilunga, tuko na mkuu kiongozi ambaye anaitwa Maele, tuko na mkuu kiongozi wa kundi nyingi za wazalendo hapa ndani ya Ameli. Hawa wamesema ni lazima tutoe wito. Nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo sasa hivi inazidi kuzua na migogoro ya wahasi wa M23 pamoja na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC pamoja na wazalendo, ambayo sasa hivi imekuwa ikiongelewa kuwa M23 wamezidiwa nguvu, lakini wanatumia nguvu ya kifedha kwa ajili ya kudhibiti maeneo makubwa kama Uvira, Goma na Bukavu, na hivyo imejidhihirisha kuwa wameingia mpaka kwa maafisa wa FARDC na kutaka waweze kwenda na kurudisha vikosi vyao nyuma ili wafaidi mali ya Uvira, na hivyo imejionyesha kuwa wazi kuwa tayari maafisa wamekubali rushwa na kukubali kurudisha vikosi nyuma, na wengine kufikia mpaka kufanya mauaji kwa wanajeshi wa FARDC wale ambao wanazidi kupinga kauli yao. Ndugu mtazamaji wa BMP TV Online, ni kitu ambacho kinazidi kushangaza sana nchi kama Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inayolenga kwa maslahi ya kila mmoja, anazidi kuiangalia kuwa ni nchi ya asali na maziwa, na hivyo imekuwa ni kama maslahi kwa kila mmoja. Ana tena hile jukumu ya kusema kuwa huu ni udongo wa mababu, acha niupambanie mimi kama mimi. Jeshi la serikali FARDC ambalo sasa hivi linazidi kuendesha operesheni yake ya kudhibiti hao waasi wa M23, lakini sasa hivi ni watu tena wamekuwa kipaumbele kwa kutaka kusapoti M23. Hivi wiki ambazo zimepita hapa kulikuwa kuna vurugu kati ya wanajeshi wa serikali FARDC pamoja na wazalendo ambayo walikuwa wanatupiana risasi wao kwa wao. Hatukujua mpaka sasa hivi shida ilikuwa ni nini, ila mpaka sasa hivi wamejidhihirisha kuwa tayari wameungana pamoja na M23, ila sio kwa tu wao kama wao, bali ni kwa maafisa wale ambao wana tamaa ya kifedha zaidi, kwa sababu adui kama adui ana mbinu nyingi sana na anatamani lile analolifanya liweze kwenda na kukamilika yeye kama yeye, na ndo maana M23 mpaka sasa hivi wametumia nguvu kubwa sana ya kuingiza kwa maafisa, kwa sababu wanajua kuwa mkongomani siku zote ni mtu ambaye anabebwa na kitu njaa sana, anahangaika na kitu hela sana. Kwa hiyo wakimwekea hela mbele yake, maafisa watafanyaje? Wataachia kamba. Kauli kama na hiyo, ndugu mtazamaji wa BMP TV Online, kwako wewe kama umechukuliaje? Weka kwenye comment hapo tuone maoni yako kwa maafisa wanaozidi kubeba nchi yetu kwa hapo Kongo, ambako sasa hivi kunazidi kuendelea na hizo vurugu. Na huu ndo mwisho wa habari, ndugu mtazamaji wa BMP TV Online. Bado tunaendelea na kazi zetu zile. Hivi karibuni tutazidi kukuletea update zetu za moto. Kwa hiyo bado tunaendelea na mchakano wa taarifa kutoka huku na kule katika kutani za dunia. Msomaji wako alikuwa ni mimi Size Mr Orange. Zidi kufuatilia update zetu, subscribe, like pia na kucomment, na hivyo utakometisha zaidi kila wakati utakuwa unapata update zetu za moto. Na asante kwa wewe ambaye tayari ushasubscribe na pia kulike pia na kucomment, na hivyo shukrani kwako kwa sababu ushakuwa tayari mwanafamilia wa BMP TV Online. Ciao. BMP TV Professional Update.